kuna kijana Asmani Salum, mwanafunzi wa form 2, alikamatwa na mambo katika mto Wame. Na sisi kama viongozi baada ya kupata taarifa tukawapigia wananchi, tukaingia mtoni kwa lengo la kusaka yule mamba ili tumpate huyo mwanafunzi ambaye alichukuliwa na huyo mamba. Majuzi tumehangaika kutwa nzima tukumpata. Jana tumehangaika kutwa nzima tujampata, ila leo muda wa saa 12 asubuhi tukapigiwa simu na wavamiaji wale ambao huwa wanavamia kwa kazi kuna kutafuta mamba. Sasa wavamiaji wakatupa taarifa kwamba tumeona mamba amekamata paja la mtoto asubuhi. Baada ya kuja maeneo haya, wale mamba wakakimbia na ile paja. Bahati nzuri baada ya kutafuta chini akakutwa kichwa cha huyo kijana Asmani Salum asubuhi ya saa 12 ya leo. Kwa hiyo utaratibu tumefanya utaratibu, tukawapigia wahusika wa viongozi na tumezika muda wa saa 5 leo asubuhi kichwa cha huyo marehemu Asmani Salum. Tatizo kubwa hapa ni mamba. Mamba ni wengi na mamba wengi wanatokea huku chini, sio wanatokea juu. Wanatoka huku chini wanapandisha juu. Kwa hiyo mamba ni wengi sana. Tunachoomba serikali, tunaomba magemu wawe kwa wingi sana ili tuwahamishe hawa mamba. La sivyo wao wanawapiga tu, waua na kuwapunguza. Kwa hiyo ni mamba ni wengi sana na tatiza wananchi. Sisi kama wananchi sasa hivi tunachukua hatua za kujikinga ili kutokufika mtoni. Ni tukio ambalo linasikitisha na ni tukio la huzuni kwa sababu hakuna ambaye ametegemea, hakuna ambaye ametarajia. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, viongozi, lakini na familia kwa ujumla, serikali inatoa mkono wa pole kwa mtihani huu ambao umetokezea, lakini wakati huo huo maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Adam Kigoma Malima kwa mamlaka ya uhifadhi wa wanyamapori ni kwamba tathmini ya haraka ifanyike. Kwanza tunataka kujua kwa ujumla wake katika mto huu, mto Wami, kuna mamba wangapi ambao wanakadiriwa sasa hivi wamekuwa wakionekana, lakini pia wamekuwa na makazi katika maeneo haya. Tunafahamu ziko nyakati ambazo si nyakati zote ambao kunakuwa na mamba, lakini kipindi cha mvua kubwa lazima tukubali kwamba wanyama hawa huwa wanahama kutoka eneo moja kutembea kwenda maeneo mengine. Kwa hiyo hata ndugu zetu ambao wanafanya shughuli hizi za kutafuta pengine samaki na nini, ni kipindi hiki ni kipindi ambacho kinatakiwa kuwa na tahadhari kubwa. Na mtakumbuka wiki kama 2 zilizopita nilifanya ziara hapa Rudewa wakati nikitembelea waathirika wa mafuriko. Moja ya jambo ambalo nilisisitiza sana ni tahadhari kuchukuliwa juu ya usalama wa watoto wetu, lakini na jamii kwa ujumla.